Haya, alhayau simatul mar'a, haya ni simatul mar'a, ni alama ya mwanamke, na mwanamke huyu almu'mina, muumini, wa huwa sitrun wa rif'a, na haya ndiyo sara yako, na haya ndiyo heshima yako, heshima yako. Wadogo zangu, watoto zangu wengine na wengine dada zangu, tuhakikisheni tunakuwa na haya, kwa sababu haya ndiyo Uislamu. Bila haya sio Uislamu. Qala sallallahu alayhi wasallama, likulli dinin khuluqan, kila dini ina tabia. Wa khuluqul islam alhaya, na tabia ya Uislamu ni kuwa na haya, kuwa na haya. Kwa hiyo wewe mwanamke wa Kiislamu, mwanafunzi wa kike wa Kiislamu, lazima uwe na haya. Leo ni ajabu sana mwanafunzi awe hana haya, hana haya kwa walimu wake, hana haya mpaka kwa jamii. Kibinti kimechachuka, hakina haya, kiruka njia. Lazima uwe na haya, lazima uwe na haya. Mkae katika majumba yenu, wala msije mkatoka mitoko ya majahili. Hii aya inaelezea msije mkatoka mazingira ya wale majahili wazama kabla ya kuingia Uislamu. Walikuwa wanatoka hawajulikani mwanaume nani, mwanamke nani. Mwanamke naye anajipa ushupavu, mwanamke naye anajiona kwamba anaweza. Kama sasa hivi wengine katika baadhi ya wanawake, mwanamke anataka akanyanyue vyuma, mwanamke akafanya mazoezi kadha, anataka awe na viazi kwenye mikono yake. Sasa wewe mwanamke, mwanaume, wewe ni kama mwanaume. Nini anajiandaa? Mwanamume akinipiga kofi na mimi ndampiga. Anasema kabisa huyu haje kujichanganya siku huyu, anasema kabisa huyu haje kujichanganya siku huyu. Akija kujichanganya kunigusa, mwanaume ndamgaragaza huyu mimi, ndamgaragaza kweli. Ya nini haya wewe mwanamke, sio shughuli yako hiyo. Wewe binti muongeaji tu, na haya unaongea, na mwisho siku zingine unajichanganya, unachoongea watu wanakuona kizuri, unajichanganya, unachoongea watu wanakuona kizuri. Kwa hiyo unaishiwa maneno, inabakia watu wanasema kwamba leo kibinti hichi kimejichanganya, kimeongea ya kuongea sio ongeleka. Kwa nini? Kwa sababu hana haya. Ukiwa na haya huwezi kuumbuka, lakini ukiwa huna haya utaumbuka. Utaumbuka.